Yes, Kitenge TV tumekutana na mbunge wa jimbo la Manonga, Mheshimiwa Seif Hamisi Gulamali ambaye pia ni meneja wa timu ya bunge. Na tunafahamu kabisa Hamisi Gulamali huyu ni shabiki kindakindaki wa wananchi Yanga, na kama tunavyofahamu wananchi wamekosa kupata kombe la ligi kuu kwa misimu minne. Mheshimiwa, baada ya mvua kunyesha sasa kwa miaka minne, mmepata kuona panapovuja sasa hivi na kuweza kuziba, na tutegemee makubwa, labda wananchi mwaka huu wanaweza kubeba kikombe? Kwa majina naitwa Seif Hamisi Gulamali, ni mbunge wa Manonga, wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Kwa kipindi cha miaka minne ambacho wenzetu wamekuwa mabingwa, huwa inatokea, na sisi Yanga tulishawahi kuwa mabingwa mara 5, sio mara 4, mara 5 mfululizo kwa kipindi cha miaka mitano, na tumefanya hivyo zaidi ya mara 3 toka hii ligi iwepo. Kwa hiyo sio jambo geni kwa Simba kupata nafasi ya kuwa mabingwa, na hii inatokana na tulipokuwa kidogo tumetetereka. Kuanzia kuondoka kwa Manji, timu kidogo ilitetereka, lakini katikati kulikuwa hakuna uongozi imara. Lakini tulivyoenda kufanya uchaguzi, tukampata mwenyekiti wa chama, mwenyekiti wetu wa klabu, na baadaye tukaanza kutengeneza timu, na nafikiri sasa tunaenda katika direction nzuri. Matumaini yetu mwaka huu ni kuwa mabingwa wa nchi. Hivi kipindi hiki bahati mbaya hauko katika bunge sasa hivi, lakini mmekuwa mkirushiana maneno kidogo ya utani na mheshimiwa mbunge wabunge ambao ni wa Simba, na ukizingatia spika wa bunge pia Mheshimiwa Job Ndugai ni shabiki wa Simba. Hivyo ungekuwa bungeni sasa hivi ungemwambia kitu gani? Nafikiri kama unakumbuka tulivyokuwa kwenye hili bunge, alizungumza juu ya mechi ya tarehe 25 na akasema tutakutana kwenye hiyo game na watashinda, na kile kilichotokea nafikiri ni majibu ya alichokuwa kikizungumza kwamba watashinda. Kwa hiyo naamini sijui wameshindaje, na wanashukuru kwamba kipindi hichi bunge halipo, manake pasinge tosha pale bungeni, na ya vile yale maneno ya vibwekwezo ambazo vilikuwa vikitolewa na mheshimiwa spika, mheshimiwa waziri mkuu na wadau wote wa bunge ambao na Hassan Zungu walikuwa kitusumbua, tumeweza kukata ngebe zote. Naamini sasa hata utulivu wa nchi umetulia. Wewe angalia nchi nzima imetulia kama watu wamemwagiwa maji. Kwa sasa hivi kila mmoja anatembea kifua mbele. Mheshimiwa, nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi kwa mfano Manchester sasa hivi inatakiwa wamrudishe Jose Mourinho, wamrudishe Louis van Gaal ili waweze kumsaidia Solskjaer kama ilivyotokea kwa Cedric Kaze na Zaire ambao sasa wamekuja kumpa TAF Nabi pale? Ni tofauti, na unajua ligi ile ya Europe na ligi yetu kidogo tofauti. Kuwepo kwa makocha wale watatu. Kwanza unajua kocha Nabi hajui Kiswahili, na miongoni mwa wachezaji wetu hawafahamu Kiswahili. Wakati mwingine unaweza kuwa na professional, lakini lugha zile za kimpira kidogo zikawa ni tatizo, hasa kwa wachezaji wetu wa kibongo. Kwa hiyo kuja kwa Kaze kutaurahisisha mawasiliano ya lugha ya kifundi, professionalism, kumsaidia Nabi katika kufanya translation kwa wachezaji wetu. Kwa maana Nabi sasa atakuwa anamwambia Cedric Kaze anakwenda kumwambia Yakuba, au inakwaje? Nani atakuwa na translate, ama nani atakuwa anafundisha? Kocha mkuu ni Nabi. Ni kocha mkuu, na ndio ambaye tumemleta pale kwa professional yake. Na Kaze ni kocha mkuu alikuwa, na sasa hivi ameajiriwa kama kocha msaidizi. Na always msaidizi ni kumsaidia kocha mkuu. Ndio huwa iko hivyo. Ukiwa waziri, naibu waziri anamsaidia waziri. Kwa hiyo siku zote Kaze na Zahera wanamsaidia Nabi kutimiza majukumu au malengo ya timu yetu. Basi kwa kikosi kilichokuwepo na jeshi zima lilokuwepo la wananchi sasa hivi, unaweza ukatembea kifua mbele mheshimiwa ukasema kwamba msimu huu tunachukua vikombe vyote vya ndani? Maana kikombe cha klabu bingwa umeshatolewa tayari. Na nikwambie tu kazi imeshaanza, na umeona ngao ya jamii tumechukua lile kombe, ile nita starter. Kwa hiyo kuna kombe la FA tunaenda kuchukua kombe la ligi kuu, na Champions League ya mwakani tutafika mbali sana. Otherwise hata mwaka huu tulikuwa tufike mbali. Sema kilichosababisha kufaili kwetu, moja, maandalizi ya mashindano hayo, kutokupatikana kwa wachezaji kwa wakati, kutulia katika kambi, lakini pili, kutokuwa na vibali baadhi ya wachezaji kucheza kwenye mashindano hayo pia kumechangia kwa kiwango kikubwa sana kwa timu ya Yanga kutolewa, na ni aibu tumetolewa na timu ambayo ni ngeni.
Ni aibu sana kutolewa, na sisi ni timu ambayo ni giant na ni muda mrefu. Kutolewa na ile timu ni kama tunapata mafundisho fulani ambayo for the next time hatuwezi kufanya makosa kama. Au hasira zilitoka pale mkaenda kumpiga mnyama? Mnyama huwa always anapigwa. Hata mwaka jana tumempiga nje ndani kwenye ile ligi kuu. Kwa hiyo kupigwa kwa mnyama huwa ni jambo ambalo la kawaida. Historia inaonyesha mnyama tumemfunga mara nyingi zaidi kuliko yeye kutufunga sisi. Well, kikosi ni kizuri mheshimiwa, tumeona mkishinda mchezo dhidi ya Mtani, lakini nataka unitajie wachezaji wawili watatu ambao unasema kweli hapa sasa Yanga tumelamba dume. Binafsi kwanza naweza nikasema tuna goalkeeper, kwa sababu kwanza tunatakiwa tuanze kwenye kuzuia. Kwa hiyo tuna kipa mzuri. Lakini pili, katika back tuna Bangala, lakini pia tuna Juma. Kwa hiyo tunapata nafasi fulani ya kuamini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Lakini pia hata Dickson Job kijana mzuri sana, anafanya vizuri sana. Lakini ukienda kwenye kiungo pale utakutana na Aucho kama mlivyomuona mzee, hana mambo mengi, lakini ni mtu ambaye yuko very smart katika kuchezea mpira. Na hata pasi zake unaona zinafika, lakini pia akiwa na mpira unajua huyu ni mchezaji. Kwa hiyo pale katikati tunaamini wakishirikiana vema na Faisal Salum Feitoto, mambo yatakuwa mazuri sana. Lakini mwisho huku kwenye ushambuliaji tunaweza tukaona kuna Moloko, lakini pia kuna Mayele. Kwa hiyo Makambo, mambo sio muda so mrefu. Fitness ya wachezaji na wakiwa pamoja, naamini timu itatisha sana. Ndio tumeanza sasa hivi. Okay, na mheshimiwa, kwa jinsi ambavyo ligi imeanza sasa hivi na umeshaanza kuona kikosi kilivyokuwa na umeona mchezo unaochezwa na klabu yako ya Yanga, tutegemee sasa kwamba pengine Yanga anaweza akachukua kombe back to back ili la ndani ya Tanzania, kwa sababu Simba amechukua mara 4 na Yanga wamekuwa kila wakijipanga wakirudi wanapokea kipigo vile vile na wanakosa ile kombe. Tutegemee Yanga anaweza kudominate kwa kuchukua kombe hili mara zaidi ya moja? Kwa haraka mara 3 mfululizo Yanga anaweza kuchukua. Hiyo nakupa assurance kwa kikosi hichi ambacho kitakachoanza mwaka kuchukua kikombe. Haraka ni miaka 3. Alafu hiyo miaka mingine tutaendelea kuchukua, kwa sababu uimara wetu na timu yetu na uwekezaji uliowekezwa na wadhamini imeongeza morali kubwa sana katika hii timu. Mheshimiwa, umekuwa mdau wa michezo na inawezekana ndio sababu wewe pia ni manager wa klabu ya pale, timu ya Bunge, na umekuwa na kombe ambalo linaendelea katika jimbo lako la Manonga ambalo ni kombe la Gulamali Cup. Tunataka utuelezee matokeo ambayo yamefikia mpaka sasa hivi, hatua ambayo umefikia, na kulingana na malengo ambayo ulikuwa nayo kwenye kombe hili umefanikiwa kiasi gani mpaka sasa hivi mheshimiwa? Sisi tumekuwa nafanya mashindano ya Gulamali Cup miaka yote, leo mwaka wa 7 jimboni, na vijana wamekuwa wanacheza miaka yote, na tumeweza kuzalisha baadhi ya wachezaji wako kwenye timu za ligi kuu, wengine wako ligi daraja la kwanza, wengine wako nje ya Tanzania wanacheza mpira. Tumewazalisha kupitia michezo yetu hii ya jimboni, na tumekuwa na maendeleo mazuri, kwa maana uwepo wa michezo hii, kwanza tunaibua vipaji vipya, pili tunaimarisha hata vile vipaji vilivyopo, 3 tunawafanya vijana kuwa karibu na mazingira, lakini pia kufahamiana, lakini pia kuhakikisha kwamba michezo ni ajira na kama unavyojua ni uchumi. Na mashindano yetu yamekuwepo muda mrefu, na mwaka huu yapo na yameendelea, na tumeanzia from the scratch. Kwa mfano tunaposema mashindano yameanza kuanzia kwenye vitongoji, ni kama vile uanzia kwenye mtaa, alafu mnaenda kwenye kijiji, mnapata bingwa. Na sisi katika ligi yetu tuna vijiji almost 70 na tuna vitongoji zaidi ya 500. Kwa hiyo wachezaji wanaanza kule kwenye vitongoji kupambana kutafuta bingwa wa eneo lao. Bingwa wa kijiji tumeshapata, tumemzawadia jezi na mipira 2. Tumeenda level ya kata, una move sasa. Wameenda level ya kata, wamecheza vijiji vile vyote 3 au 4 vinavyounda kata, wanapata bingwa wa kata. Na jimboni sisi Manonga tuna kata 19. Kwa tayari tumeshapata team, the best team katika kila kata 19. Kwa hiyo na tukawapa zawadi ya 100,000 kwa timu 19. Zinaenda sasa kushindana Jimbo Cup kwa zile 19 ambazo zile tayari timu zina jezi, zina mipira. Kwa hiyo wanaenda kushindana kata kwa kata kupata ubingwa wa jimbo, ambako zawadi tumewekea 1,000,000 mshindi wa kwanza, mshindi wa pili tumemwekea 700,000, mshindi wa tatu tumemwekea 500,000 na mshindi wa 4 tumemwekea 200,000. Lakini wakati sasa hivi tuna 19, kuna timu ambayo ilikuwa mabingwa mwaka juzi ambao ni mabingwa watetezi Young City ya Mwisi. Wao kwenye hatua hii hawatocheza. Wao watakuja kucheza hatua inayofuata, kwa sababu ziko timu 18
zitacheza home and away kupata mtoano. Tutapata timu 9 ambao ukichukua na hii moja zitakuwa 10. Wataenda kucheza tena kupata timu 5 ambazo katika 5 zitaongezewa na timu 3 ambazo ni best loser kupata timu 8 ambazo zitakuwa ni robo finali, nusu finali na baadaye finali. Natarajia finali iwe tarehe 23 mwezi wa 10. Inaonekana kama zitachezwa mechi nyingi mpaka kuelekea kumpata bingwa. Na kama wachezaji wataweza kupata mechi nyingi, that means watakuwa wako fit enough kuweza kuwa vizuri na wanaweza kucompete na timu yote inayokuja. Kuna mpango wowote wa kuwa na timu ambayo itapanda pengine ligi kuu? Unajua, moja, tumekuwa tunazalisha wachezaji ambao pia wamekuwa wakienda kwenye timu mbalimbali baada ya mashindano haya, lakini pia wako wadau ambao huwa wanayatumia mashindano haya kuangalia wachezaji ambao wanawafaa kwenye timu zao. Lakini pia tuna baadhi ya makocha wametupa ahadi kuja kutembelea na kuangalia wachezaji kwenye hizo timu. Kwa hiyo hope tutaibua wachezaji wengine, lakini pia kuna timu yetu pale ya Tabora United ambayo iko daraja la kwanza. Na yenyewe ni miongoni mwa timu ambazo pia zinachukua vijana wetu, sababu ni timu ambayo iko ndani ya mkoa wetu wa Tabora, na sisi kama wabunge na wadau wa michezo ni kuisaidia hii Tabora United kuweza kushiriki next year ligi kuu. Kwa hiyo plani yetu pamoja na kuzalisha, lakini pia kupeleka wachezaji katika hivi vilabu na kuinua mkoa wetu katika anga ya michezo. Lakini pia tumeweza kupitia mashindano haya, tumezalisha timu moja inaitwa Ziba. Kupitia mashindano haya imeweza kushiriki ligi daraja la 3 kutoka ngazi ya chini sana, kupata usajili, kupata kuingia kwenye mashindano ya kilevo ya wilaya TFF. Imeweza kuwa mabingwa wa mkoa wa FA, wameshiriki hatua mbalimbali. Kwa hiyo moja ya mafanikio ni kuiona timu hii ya Ziba ikiweza kupeperusha bendera ya jimbo letu la Manonga na wilaya yetu ya Igunga katika anga za kitaifa. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio makubwa, na hii inatokana na uwekezaji tuliofanya kwenye ligi yetu ya Gulamali. Kuna mpango pengine wa kuwa na Gulamali Academy, kuanza kunyanyua vijana wadogo kabisa kuanzia wakiwa watoto ili kuweza kuwatengeneza katika misingi ya kisoka? Of course iko hiyo mipango, na tuna plani ya kujenga jimboni viwanja vya michezo katika maeneo yasiyopungua 3-4. Viwanja vya michezo, sio mchezo tu wa mpira wa miguu peke yake, basketball, football, volleyball, netball, kuhakikisha kwamba tunaibua vipaji vingi kwa vijana wetu. Kwa hiyo plani yetu ni kuhakikisha kwamba michezo inaimarika kwa vijana wote. Yes, kwa hiyo tutarajie tu mambo mazuri, kwa sababu tumepata fursa pia ya kuongoza jimbo kwa miaka mingine 5. Kwa hiyo tunaamini ndani ya miaka hii 5 tutafanya makubwa zaidi. Yes, mtazamaji wa Kitenge TV, umemsikia mbunge wa jimbo la Manonga Seif Hamisi Gulamali akizungumzia pia Gulamali Cup. Na nataka nimuulize kidogo mheshimiwa kama aliuangalia ule mchezo wa watani pale tarehe 25 Septemba katika dimba la Benjamin Mkapa. Ulikuwa uwanjani pale? Yes, nilikuwa uwanjani. Inawezekana ilikuwa ndio moment ya furaha zaidi kwa kutokea ukiangalia dabi? Nimekuwa na hudhuria dabi nyingi za Yanga na Simba, na unajua dabi yetu ni kubwa, so tu tunaifuatilia sisi ndani. Ni dabi inayofuatiliwa Afrika. Kama hizi dabi hizi ni miongoni mwa dabi 3 au 4 Afrika bora, Simba na Yanga. Na kwa mara ya kwanza nimeiona Yanga ile ya mwaka 2014, 15, 16 tunapiga zile pasi kampa tena. Kuna kipindi Yanga wamecheza touch kama 25 bila Simba kugusa mpira, wanautafuta kwa tochi. Kwa hiyo unaweza kuiona Yanga ambayo inaimarika siku hadi siku, na dabi ilikuwa nzuri sana. Simba hawakuamini, lakini pia nilichokiona before, Simba walijiandaa kuyapokea haya matokeo. Yani kuwafunga haikuwa surprise, kwamba walikuwa naamini leo tunaenda kufungwa. Sasa idadi ya magoli ndio walikuwa wanatengeneza mazingira ya kuyapunguza. Hivi ilikuwa na maumivu kiasi gani miaka 4? Unajipanga mwaka huu umekosa kombe, mwaka kesho tena unakosa, mpaka ikafika miaka 4, na on top of that tena unapigwa na maneno ya Manara ya kero yale. Ilikuwaje miaka 4 yote? Unajua, pamoja na kukosa ubingwa kwa kipindi chote cha miaka 4, furaha kubwa ya Watanzania ya wanayanga pia kumfunga Simba. Kwa hiyo unaweza kuchukua ubingwa lakini ukamshindwa kumfunga mwenzio, pia inakuwa ubingwa unogi kama hujamfunga mtani. Sasa sisi tumekuwa tunatibua sherehe zao za ubingwa. Pamoja wanapata ubingwa lakini ubingwa wao hawamfungi Yanga. Tumekuwa tunawafunga. Kwa hiyo na yenyewe ni kitendo ambacho kinawakera miaka yao yote mpaka leo. Yani ukimwambia Simba kuchukua ubingwa bila kumfunga Yanga, kitu kinamkereketa ndani ya moyo wake.
Kwa hiyo hata sisi tunakosa ubingwa lakini tunafuraha tunamfunga huyo anayechukua ubingwa. Na ubingwa wa miaka hii miwili mitatu figisu zilikuwa nyingi, wewe mwenyewe unafahamu. Kwa hiyo sisi tunasema this time around kwa sababu uwekezaji umekuwa mkubwa, timu nyingi zimepata uwezo wa kuweza kulipa mishahara. Unajua siku za nyuma timu nyingi zinakosa kulipa mishahara. Wakati mwingine usafiri ni shida. Kwa hiyo unajikuta zinafadhiliwa hata na wapinzani wao. Mtu anaweza kuifinance hiyo timu, kuisafirisha, kuwalisha, kuwalaza hoteli na idadi ya magoli wanafungwa. Kwa hiyo ilikuwa just like normal, lakini pia wingi wa timu nyingi kwenye ligi kuu ambazo hazina uwezo wa kifedha kujiendesha, ilikuwa ni muundo mbovu. Lakini kwa hizi timu 16 kwanza ni chache, alafu zina uwezo wa kusafiri, kulipa mishahara, umetengeneza unapunguza kiwango cha rushwa katika mpira. Na ukitoa rushwa basi rushwa yake sio ya kitoto. Manake huwezi kumwambia mtu nitakusafirishia timu ina uhakika kusafiri, nitakulipia mishahara wachezaji wana uhakika kulipwa mishahara. Kwa hiyo ligi ya mwaka huu tutarajie mabadiliko makubwa sana. Matokeo ungeanza kuyaona ya Simba kudraw, utayaona sana kwa style hizo kwenye hizo timu. Hivi kwa mtazamo wako inawezekana kwamba likawa ni anguko la mnyama sasa hivi, kwa sababu tumeona Mo akijitoa katika nafasi yake wenye kiti, lakini pia mkimchukua msemaji Haji Manara kuelekea Yanga. Sasa kwa mtazamo wako wewe unalionaje hili? Ni kama anguko la mnyama kwa msimu huu au ni unaona nini mbele? Dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya kuanguka kwao ni kipigo kilianzia pale tarehe 25. Kwa hiyo tarehe 25 ile imeleta madhara makubwa, sio pale tu. Itaendelea, itaongezewa tena hii tutakapokutana tena kwenye ligi kuu mwezi wa 11 nafikiri 12. Tutawafunga tena ndio tunawamalizia pale. Kwa hiyo baada ya pale utakuwa umeshajua bingwa atakuwa nani. Well, hii ni Kitenge TV, tulikuwa na mbunge wa jimbo la Manonga Mheshimiwa Saif Hamisi Gulamali tukizungumza ya kimichezo. Mimi naitwa Edson Wilson, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Kitenge TV. Hadi wakati mwingine. Salute.